Kristo Yesu baada ya kuja duniani, kusudi lake ni moja, namba moja, kumkandamiza shetani na kutoa utawala wake ndani ya maisha ya wanadamu. Na ndio maana Yesu alianza kuhubiri injili yenye power na mamlaka, akiwasaidia wote ambao ibilisi ametesa maisha yao. Na baada ya Yesu kufanya assignment yake, kuhubiri kwa muda mrefu, akifanya mambo mengi sana. Injili ya Yohana sura yake ya mwisho kabisa, Bwana Mtume anasema hivi, kama tungaliandika mambo yote ambayo Yesu aliyafanya, yasingetosha kabisa kuenea katika vitabu. Ina maana Kristo aliyafanya mambo mengi sana. Tumepewa tu kwa udogo na kwa uchache kuelewa yote ambayo Kristo aliyafanya kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu na kuyahifadhi maandiko hadi watoto 2000 ametufikia. Sasa hivi rafiki zangu, Yesu baada ya kukamilisha assignment na kutenda maajabu ya kutosha, kufanya vitu vya kutosha, anasema ndio ahadi anayotupatia, kaeni ndani yangu na mimi nikae ndani yenu. Anasema lolote mtakaloomba kwa jina langu, kwa jina langu mtapata na mtapokea. Sasa kitabu cha Matendo ya Mitume ndio tunakutana na mitume wake Kristo, wanaenda katika hekalu kuabudu, wanakutana na situation moja mlangoni ya mtu mmoja ambaye alikuwa ni kiwete kwa muda mrefu. Ya maana waomba maokoto, wanamwambia tuna pesa wala mali za kupatia, ile tulicho nacho ndio hichi, kwa jina la Yesu simama na uondoke. Na yule mtu anasimama vile vile. Kusudi langu ni nini sasa? Kukuambia habari za uzima. Tunapomsema Yesu Kristo, ni tunazungumzia mamlaka ambayo mtu yeyote akimwamini anaishi nayo ndani ya maisha yake. Tunapomsema Kristo Yesu, hatumsemi kwa category za nabii, mwalimu wala kuhani. Tunazungumzia mamlaka ambayo mwanadamu akimsadiki Yesu anaambatana nayo. Na hii mamlaka inafanya kazi zifuatazo: kumsaidia mwanadamu, namba moja, kushinda vikwazo vyote na kila pingamizi zozote ambazo ibilisi ataziweka ndani ya maisha ya mwanadamu. Wakati huu kupinga vikwazo vyote na vizuizi vyote ambavyo ibilisi ataviweka ndani ya mwamini mmoja ambaye atamsadiki Yesu mitaka lako. Lakini jambo lingine nini? Baada ya kumwamini Kristo Yesu, anakupa uwezesho, nguvu na mamlaka ndani yako, unaishi nayo. Na ndio maana sisi ambao tumemwamini Yesu na mdau ambao tunaongea, kwetu sisi sio shida kumwekea mtu mikono ambaye anaumwa gonjwa lolote ambalo analijua na akapokea uponyaji. Hatuhitaji udi wala ubani, wala hatuhitaji sara ndefu. Ni kwa jina la Yesu Kristo, simama na uondoke. Very simple. Na hili jina halibagui dini, kabila wala dhehebu. Wewe hata kama uko 18 za ibilisi umebanwa, jaribisha tu, hata kama muamini, utayaona matokeo. Maandiko yanasema onjeni muone.